Yesu asifiwe. Na wasalimu wote asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Nashukuru Mungu ni kwa ajili tumekutana tena katika ibada yetu ya mtandao na katika madhabahu hii ya online. Na wakaribisha katika Jumapili hii ya tarehe 10. Majina yangu naitwa Pastor Samson Kebenei. Karibuni kwa ibada yetu ya siku ya leo tarehe 10. Nataka kusema ya kwamba siku hii ya tarehe 10 ni siku kuu, ni siku kubwa ambayo ni Jumapili, na ya pili ni siku ambayo akina mama wote tunawasherekea, Mother's Day. Asante sana, na kwa niaba yangu na kanisa la AIC Banbores natakia kina mama wote baraka tele katika maisha yao. Kina mama, ninyi ni watu wa muhimu. Karibuni sana, na kabla hatujaendelea wacha tuombe. Baba wetu katika jina la Yesu, tunakushukuru Mungu ni kwa ajili ya asubuhi hii. Bariki msikilizaji wangu Baba Jehova, umuinue na ubariki mambo yote ambayo yanatenda, wacha Mungu iweze na kukupendeza. Ninakushukuru ni kwa ajili utampatia nafasi tuweze na kuandamana kwa pamoja katika ibada hii, maana tuwaomba kwa jina safi la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Asante sana msikilizaji wangu. Siku ya leo Mungu nataka kutufundisha mambo ya muhimu, na siku ya leo jumbe wetu kuu ni overcoming spiritual obstacles, kushinda vizuizi vya maisha ya kiroho. Na jumbe wetu utatoka katika kitabu cha Waefeso 6:12 hadi 13, na pia tutasoma Yohana wa kwanza 5:4. Kitabu cha Waefeso iliandikwa na mtumishi Paulo, na tunashukuru Mungu ni kwa sababu ya huyu mtumishi ameweza kutuandikia vitabu mingi ambayo inatutia nguvu sisi wa Kristo. Nitalisoma Waefeso 6:12 hadi 14. Neno la Mungu linasema, nitaanza na Kiingereza na kisha nitalisoma kwa Kiswahili. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, yes. Basi tutasoma kwa Kiswahili. Waefeso 6:12 na 13. Kwa maana hatupambani na binadamu, bali tunapambana na tawala na mamlaka na nguvu za ulimwengu huu wa giza na majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vaeni silaha zote za Mungu ili mpate kusimama imara siku ya uovu itakapokuja, na mkishafanya yote mtakuwa bado mmesimama. So katika ujumbe hii msikilizaji wangu, Biblia inatuambia ya kwamba vita vyetu vi ya damu na nyama, bali ni kwa ajili ya mapepo ambazo ziko angani. Nataka kusema ya kwamba there is some things you have to understand first. Kuna mambo ambayo lazima uelewe kwanza. The first thing you must understand is that you are engaged in a spiritual warfare. Sisi tukiwa wa Kristo, kuna jambo ambayo sharti tuweze na kuelewa ya kwamba sisi tuko katika vita vya kiroho. Unapoelewa jambo hiyo, ujue ya kwamba if you do not know this, you have no right to victory over the obstacles. Usipoelewa ya kwamba sisi wa Kristo tuko kwenye vita vya kiroho, hauna uwezo ya kushinda katika vizuizi ambavyo zinakuja katika maisha yako. Nataka nikuambie msikilizaji wangu, huenda uko jinsi ulivyo ni kwa sababu haujakubali ya kwamba ni vita ambayo unapambana nayo katika maisha ya kiroho. The Bible has given us a clear understanding that the Christian's life is a life of constant war. Biblia imetufunza ya kwamba maisha ya mtu ambaye ni Mkristo ni maisha ya mapambano ya vita dhidi ya muovu shetani. We are engaged in some serious battle. Sisi wa Kristo
tumeweza na kujiunga na vita ambavyo ni hatari sana, ambayo sisi lazima tuamke tukiwa Kristo tuweze na kupigana nayo. All of us had one time or another to face or deal with obstacles in our lives. Nataka nikuambia msikilizaji wangu, hapo nyumbani unaposikia sauti hii, kuna mambo mengi inakutatanisha. Nataka nikuambie usilalamike, ni kwa sababu shetani ako vita dhidi yako wewe ukiwa Kristo. Siku moja ama siku nyingine umewahi kupambana na vizuizi katika maisha yako. Does not matter if you are old or young. Haijalishi wewe ni mzee ama mchanga, wewe ni tajiri ama maskini, educated or not, wewe ni msomi ama wewe si msomi, lazima unapambana na mambo ya vizuizi katika maisha ya kiroho. It does not matter if you live in urban or rural. Haijalishi wewe unaishi town ama vijijini, unaishi katika nchi yetu ya Kenya ama nchi yoyote ile, wewe ni Mwafrika ama wewe ni mzungu, lazima tuko katika mapambano ya maisha ya kiroho. We are not immune from facing obstacles. Hakuna chanjo ya mtu yeyote kuepuka vita dhidi ya shetani. Nataka uelewe msikilizaji wangu, ya kwamba wenda uko jinsi ulivyo ni kwa sababu shetani ameweka vizuizi katika maisha yako. Na siku ya leo Mungu anataka uelewe ya kwamba jinsi utakavyoshinda hayo vizuizi. Obstacles that stops you from walking with the Lord Jesus Christ. Kuna vizuizi ambayo shetani ameutuwekea ili tusiweze na kutembea na Bwana Yesu. Nataka ujue ya kwamba siku ya leo, mwisho wa ibada hii, shetani apende ama asipende, wewe utatembea na Yesu, kwa sababu vizuizi vyake ni kukuzuia wewe usitembee na Yesu Kristo. Anything that stop you progress and growth in spiritual life. Vizuizi ni vitu vyote ambavyo vinakuzuia wewe kuweza na kuendelea katika maisha ya kiroho na maisha ya kawaida. Msikilizaji wangu, ninajua ya kwamba hapo nyumbani hapo nisikiliza, uko katika vita dhidi ya mapepo za angani, na zinakuzuia wewe ili usiweze na kuendelea katika maisha ya kiroho na maisha ya kawaida. Nataka niseme nini? Anything that stops you from worshiping the Lord. Vizuizi ni vitu ambavyo zinakuzuia wewe kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninajua kwamba katika maisha watu wengi wako wanahangaika ni kwa ajili shetani ameweza kuwazuia wao kutoabudu Mwenyezi Mungu. Vizuizi ni vitu ambavyo zinakuzuia wewe kumtumikia Mungu. Anything that stops you from serving the Lord. Wacha nikwambie msikilizaji wangu na kanisa ya pale nyumbani, ya kwamba Mungu anatupenda sisi zote na anataka tuweze na kumtumikia. Kama haumtumikii Mungu, kuna kizuizi ambaye shetani ameweka ili uweze na kushindwa kumtumikia huyu Mungu. Na vizuizi, it is anything that keeps family from having peace and love. Kuna vizuizi ambavyo zinazuia familia kuwa na amani na upendo. Pale nyumbani katika familia, kama hamuna amani, kama hamuna upendo, nataka nikuambia kwamba ni kizuizi moja ambaye shetani ameweka katika maisha yenu ili msiwe na amani pale katika familia. Siku ya leo na mwisho wa ibada hii, nina hakika ya kwamba familia mtarudi muwe na amani, na pia mtarudi mkajawa na upendo ambazo zinatoka mbinguni. Nataka niseme nini? Ya kwamba kabla haujajua ya kwamba utaingia katika vita, lazima uelewe adui wako. Hakuna vita ambavyo mtu atashinda bila kufahamu adui wake jinsi alivyo. Katika Petro wa kwanza 5:8 inasema, be self-control and alert, your enemy the devil browse around like a roaring lion looking for someone to devour. Biblia inasema katika lugha ya Kiswahili ya kwamba angalia, mshtaki wenu Ibilisi ananguruma kama simba akitafuta mtu ammeze. Elewa ya kwamba adui wako ni shetani. That is your enemy. Huyo ndio adui wako. Ujue kwamba katika dunia hii Wakristo tunapambana na muovu shetani.
Mwanadamu si adui wako, jirani yako si adui wako, na yale yote ambayo umekosa si adui yako, bali shetani ndiye adui. He is the source of every fight you are fighting. Shetani ndio lengo ya vita ambavyo unapitia. Nataka nikuombe msikilizaji wangu, shetani hataki uweze na kuinuka, shetani hataki uweze na kuendelea, lakini siku ya leo tunajua ya kwamba adui wetu ni shetani. It does not matter what fight it is. Haijalishi vita gani ambavyo unapigana, vita vyote ni shetani ndiye ameleta. Nataka nikwambie, kama umekosa mambo fulani pale nyumbani, umekosa ni kwa sababu shetani ndiye amesababisha ukose, kwa sababu yeye anapigana na wewe. The devil is the enemy. Shetani ndiye adui wetu wa Kristo. Kwa hivyo wa Kristo tusimame na tupigane na huyu mwovu shetani ibilisi. This is where fight is. Hakuna mahali ambapo vita ilipo. Vita iko hapa, maana shetani yuko anaishi. He does not want to see you progress. Shetani lengo lake hataki kukuona wewe ukiendelea, hataki kuniona mimi nikiendelea. Yeye kazi yake ni kutuwekea vizuizi tusiweze na kuendelea. Nataka niseme nini? Ya kwamba yeye ndio kizuizi. Nataka niseme ya kwamba kwa yule ambaye umekosa watoto, kizuizi kuu ni shetani. Nataka niseme nini? Yule ambaye watoto wake wanawasumbua, shida si watoto, shida ni shetani. Yule ambaye amekosa financial breakthrough, shida si pesa, shida ni kizuizi ambaye ni mwovu shetani. Wewe ambaye ni mgonjwa pale nyumbani, shida si ugonjwa, shida ni shetani, maana yeye ndiye analeta ugonjwa. Yule ambaye unapitia majaribu ya hapa na pale, elewa ya kwamba ni mipango na mbinu za shetani. Kwa hivyo siku ya leo nataka nikuambie nini? Ya kwamba adui wako, mshtaki wako shetani amesimama, na tunahitaji kushinda na kuwa washindi katika maisha yetu ya kiroho na katika maisha ya dunia hii. Ninapomalizia tutasoma Yohana wa kwanza 5:4. Tukitaka kushinda huyu shetani, then sisi tunastahili kufanya nini? Kiingereza nasema, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Bwana asifiwe msikilizaji wangu. Biblia inasema ya kwamba yeyote ambaye amesaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Kwa hivyo sisi tukisaliwa na Mungu tunakuwa washindi. Nataka niseme ya kwamba ukiwa mgonjwa pale nyumbani, usijali na ugonjwa ambao unapitia. Nataka tu ujue ya kwamba yeyote ambaye amesaliwa na Mungu ndiye mshindi. Nataka niseme nini? Ya kwamba sisi tumesaliwa tukiwa washindi. You are born a winner. Tangu kusaliwa kwako Mungu amekupatia kuwa mshindi. We are born a winner. You are not expected to be defeated by anything. Wewe hauwezi kushindwa na chochote, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba yeyote ambaye amesaliwa na Mungu ni mshindi. Kwa hivyo usikumbuke ya kwamba wewe umeshindwa na ibilisi. Nataka nikuambie pale nyumbani, iwapo wewe ni mgonjwa, jua ya kwamba siku ya leo ukimkiri huyu Yesu, ukimkiri huyu Mungu, wewe unakuwa mshindi. Kama una watoto, ninajua kwamba ukimkiri Mungu, yeye ndiye ana uwezo ya kutushindania na kutupigania. Believe in God. Nataka tu niseme nini? Ukitaka kushinda vita vya maisha ya kiroho, amini Mungu. Wakati unaamini Mungu, wewe unakuwa mshindi. Hakuna uwezo ambaye shetani anaweza kushinda yule ambaye amesaliwa na Mungu. Kwa hivyo nataka tu nikwambia kwamba siku ya leo, kabla ya mambo yote, wewe uweze na kumkiri huyu Mungu awe mwokozi wa maisha yako. John 3:16 nasema nini? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee, ili kila mmoja mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo msikilizaji wangu, wewe ni mshindi siku ya leo, maana tu ukiamini huyu Mungu. Nataka tu nikukaribishe kwa yule ambaye anahitaji Mungu siku ya leo, tuweze na kuomba pamoja na wewe. Kama unasema kwamba mchungaji, ningependa kuwa mshindi katika maisha ya kiroho, na unahitaji huyu Mungu akushindanie na haujaokoka, hii ndio nafasi ambayo ninakupatia.
Yeyote ambaye anataka wokovu, utarudia nyuma yangu mambo haya. Sema, Bwana Yesu, naja kwako siku ya leo. Mimi ni mtenda dhambi, ninatubu dhambi zangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Asante Yesu kwa kuniokoa. Kuanzia leo nimeokoka na mimi ni mshindi. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru Mungu ni kwa ajili ya msikilizaji wangu. Baba Jehova, yeye aliweza na kusaliwa kuwa mshindi licha ya majaribu mengi ambayo shetani ameweka kikwazo katika maisha yetu. Ninakataa kazi ya shetani katika jina la Yesu. Baba, simamisha msikilizaji wangu, umuinue na hata umbariki. Yale ambayo anajitakia katika moyo wake, Mungu kutana nayo kwa njia ya kipekee. Yule ambaye ni mgonjwa, mahali popote ambaye anagonjeka, Mungu ninanyosha uwepo wako juu yake katika jina la Yesu. Yule ambaye anapitia majaribu ya hapa na pale, Mungu ninamwombea ushindi katika jina la Yesu. Yule ambaye hana amani katika familia yake, ninamwombea katika jina la Yesu. Asante Mungu ni kwa ajili ya yule ambaye anahitaji fedha ili kazi yake iweze na kuendelea na pia kukuabudu, ninamwombea katika jina la Yesu. Financial breakthrough, Mungu ninaombea wasikilizaji wangu, wabariki na hata wainue katika jina la Yesu. Maana Mungu umetubariki Jumapili hii. Asante ni kwa ajili utatulinda. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asante sana msikilizaji wangu, ukiwa na maombi utaweza na kutuma katika namba ambazo siko pale katika screen, na ukiwa na hoja yoyote unaweza kunipigia ama utume ujumbe kuhusu maombi yako. Na pili, ukiwa na sadaka yako tuma katika paybill yetu 862-862-220-807-001. Sadaka zako utatuma mahali pale, na Mungu akubariki unapomtukuza Mungu, na ujue kwamba sisi tumesaliwa kwa washindi. Mungu awabariki. Thank you so much. God bless you.